Mikopo imekuwa ni changamoto katika dunia hii, na inatokea paka hata watu wengine ukitaja neno mkopo hakika wanakuchukia. Hivyo basi, karibu katika kipindi hichi cha dakika chache tuweze kuangalia maana ya mkopo au mikopo na mambo ya muhimu kwa uchache wake, then tutaendelea kwa mada ambazo zinafuata. Mkopo ni mojawapo ya aina ya mitaji ambayo wafanyabiashara au mjasiriamali au hata mtumishi anaweza kuitumia kuiwezesha biashara au mradi wake. Na ukifuatilia vizuri utagundua ya kwamba katika aina za mitaji ambazo tunazo, mkopo ni mmojawapo. Lakini angalizo ni hili: utatumia mkopo kama mtaji ukiwa tayari una mtaji wako wa kutosha katika hiyo biashara yako, na angalau mkopo utakaoukopa sehemu yoyote ile, hakikisha ya kwamba huo mkopo unakuwa 50% au chini ya 50% ya mtaji ambao umeuwekeza. Lakini pia unaweza ukakopa ikiwa tu umepata fursa ambayo unaona kabisa wewe utaweza kunufaika nayo. Usikope ukiwa na tatizo. Mkopo hauwezi kutumika kutatua tatizo, na ukikopa kutatua tatizo utakutana na changamoto nyingi. Mkopo kwa ufupi unaweza kusema ya kwamba ni kutumia fedha au mali za mtu mwingine, lakini utazirudisha au utarudisha hiyo fedha na faida yake juu au riba kwa muda ambao mtakuwa mmekubaliana. Lakini katika kutumia fedha au mali za watu wengine tunahitaji vitu viwili vikubwa, navyo ni: cha kwanza ni nidhamu binafsi ya fedha. Usipokuwa na nidhamu na ile fedha ambayo umeikopa ukaiwekeza katika sehemu ambayo umekusudia kuipeleka, ukafanya mambo tofauti na hayo, uwezekano wa kushindwa kuulipa unakuwa mkubwa na utakuletea shida nyingi katika maisha yako. Ndio maana nasisitiza ya kwamba nidhamu binafsi ya fedha ni ya muhimu sana ili uweze kufanikiwa katika mikopo. Lakini kitu cha pili ni lazima upate maarifa sahihi, kwa maana unatakiwa uelewe mkopo wenyewe ni nini na vitu gani viko ndani yake, ili unapoamua kukopa uwe unajua kabisa nakopa au mkopo kwa sababu na ufahamu na nitautumia 1, 2, 3 na nitarejesha kwa namna fulani. Kwa hiyo vitu vyote unakuwa unapanga. Kwa hiyo maarifa na nidhamu ya fedha ni muhimu sana unapotaka kukopa. Jizuie sana kuchukua mkopo kiholela, isipokuwa uwe na uhakika wa kulipa mkopo huo kwa wakati mtakaokubaliana na mkopeshaji wako. Ukikopa hata shilingi 100,000, kama huna mpango wa kulipa, kama hauna mpango mzuri wa kuulipa huo mkopo, hakika utashindwa kuulipa. Kuna watu wengi sana wameshindwa kulipa hata 10,000. Kuna watu wameshindwa kulipa hata 5,000 tu, imekuwa ni mtihani. Mwingine hata 3,000 ameshindwa. Sababu ni nini? Hakuwa makini katika kuchukua ule mkopo na hakuwa na mpango madhubuti wa kuulipa. Kwa hiyo unapokopa hakikisha umeshajipanga vizuri. Usichukie kiholela. Kuna watu wanachukua mikopo kwa sababu fulani ameenda kukopa. Na inakuwa ni ajabu sana, mtu bana nimekuja, na mtu anakuja au anaenda kwa mkopeshaji anamwambia bana nimekuja nahitaji kukopa. Unahitaji kukopa kiasi gani? Hajui. Akafanyie nini? Hajui. Kwa inakuwa ni jambo kidogo la changamoto. Na cha kuongezea hapo, kila mkopo na uchukua, mpendwa mfuatiliaji wa haya masomo, unaingia katika historia yako binafsi ya ukopaji. Hivyo kuwa makini sana ili usiharibu historia yako. Kwa sababu ukikopa ovyo ovyo ukashindwa kulipa, basi kuna mfumo ambavyo taarifa zako zinaenda kuwekwa, ambapo ukienda kukopa kwa mkopeshaji B, akiingia kule anakutana taarifa zako umeharibu kwa mkopeshaji A.
basi atakwambia bana, hatuwezi kukuhudumia kwa sasa, tafadhali endelea na nini, au anaweza tu kukwambia kwamba hatuwezi kukuhudumia kwa sababu kuna mkopo fulani hujaulipa vizuri. Kwa hiyo unajizibia fursa mwenyewe. Kwa hiyo umakini unabidi uongezeke zaidi katika mikopo. Kwa ufupi tu tunaweza kusema mkopo unahusisha fedha au mali ambayo unapatiwa na taasisi ya fedha yoyote ile ya kifedha. Inaweza kuwa benki, inaweza kuwa ni makampuni ya fedha, mashirika ambayo yamejikita katika kuwezesha watu, wanatoa kwa masharti kwamba utairudisha pamoja na riba yake baada ya muda fulani mliokubaliana katika mkataba wenu. Hiyo ndio unaweza kusema tu kwa ufupi maana ya mkopo. Kwa ni fedha au mali. Na ukiangalia katika dunia tunaishi, mikopo mingi inatolewa kwa fedha. Japokuwa wapo wakopeshaji ambao wenyewe wanakopesha lakini wanatoa mali. Mfano kuna taasisi ilikuwa inakopesha zana za kilimo, matrekta. Wale wanakuwa hawatoi fedha. Unakopa lakini unapewa trekta, uende ukazalishe, halafu wenyewe unawalipa taratibu. Ukimaliza mkopo, ile trekta linakuwa mali yako, unakabidhiwa kadi, unaendelea na mambo mengine. Kuna wengine wanakopesha magari, mabasi haya, matipa unanunua. Kuna wengine wanakopesha vifaa mbalimbali, mashine, unataka una kiwanda chako, unataka labda uzalishe unga, basi unaenda kuwaona, wanakupatia mashine, then unalipa taratibu. Ukimaliza mkopo, basi zile mali zinakuwa ni za kwako, kwa maana umekoma zikomboa. Kwa ndio maana nikasema mkopo unahusisha tu vitu viwili, ni fedha au mali ambayo unapatiwa na taasisi ya fedha kwa masharti kwamba utairudisha na faida au riba. Nikisema riba ndio tutaelewa, na maana mkopo unahusiana na riba. Kukopa kunatoa fursa ya kuratibu malengo yetu binafsi, mfano kuendeleza biashara, kupata elimu, kununua au kurekebisha nyumba, kwenda vacation na kufanya mambo mengine mbalimbali. Hizi ni fursa ambazo unaweza kuzipata kupitia mkopo. Hii mifano niliyoiweka sio kwa kila mtu itakuwa ni mizuri. Mfano mfanyabiashara akikopa, sitegemea akope ende vacation. Tamshangaa sana, na kiukweli itachangia yeye kutokulipa vizuri huo mkopo. Kwa habari za kwenda vacation, kununua, kupata elimu, hii ni mikopo ambayo angalau watumishi kutoka kwa taasisi za umma na taasisi binafsi ndo wanakopa, wanaenda kusoma, wanakopa, wanalipa ada, wanakopa, wanalipia watoto ada na kadhalika. Kwa mfanyabiashara hili lengo linakuwa, ndio maana nimetoa mfano wa jumla, kwa maana kuna wanufaika mbalimbali wa hiyo mikopo. Lakini kumbuka, uamuzi wa kukopa unakufanya uwajibike. Kwa sababu hiyo, fedha inatakiwa ilipwe kwa wakati. Kwa ukipanga tu ile ni unafanya tu maamuzi ya kukopa, jua tayari umeshabeba huo wajibu wa kuilipa ile fedha kwa wakati. Kwa hiyo maamuzi ya kukopa yanahitaji tafakari ya kina, kuona ya kwamba mkopo huu ambao mimi ninaukopa leo utaninufaisha kwa namna gani na nitaulipa kwa staili ipi. Je, nikachukua kwa mkopeshaji gani, kwa mfumo ambao wewe unaona utakufeva katika kulipa ule mkopo. Mkopo, unapozungumzia mkopo unajumuisha vitu vifuatavyo. Mkopo kiujumla unajumuisha vitu vifuatavyo. Hii ni kwa uchache, unaweza vikazidi zaidi ya hapo. Kitu cha kwanza ni kiasi cha mkopo. Kiasi cha mkopo ni ile fedha ambayo mkopaji anaiomba kutoka kwa mkopeshaji. Mfano, nikijaza fomu naomba 500,000. Kwa hiyo ile 500,000 ndo kiasi cha mkopo. Hiyo ni tofauti na riba. Lakini kitu cha pili ni riba. Wazungu wanaita interest. Riba ndio
kile kiasi cha ziada ambacho nitakirejesha katika ule mkopo. Mfano nimekopa milioni 5, lakini nikaambiwa ndani ya mwaka nilipe milioni 5,700,000. Kwa hiyo ile 700,000 ndio itakuwa riba. Huo ni mfano. Ile ndio itakuwa riba. Kwa hiyo mkopo unakuwa una riba. Lakini muda wa urejeshaji, long term. Katika mkopo wote ule unakuwa na muda wa urejeshaji na lazima unakuwa umesemwa katika mkataba. Kwambia mkopo huu utaulipa kwa miezi 6, mkopo huu utaulipa kwa mwezi, mkopo huu utaulipa kwa miezi 3, miezi 9, miezi 10, itategemea kwa namna wewe ambayo utaona inakufaa, yani itakuwezesha wewe kulipa vizuri. Kwa hiyo muda wa urejeshaji ni wa muhimu katika mkopo. Lakini mikopo ina dhamana. Mikopo mingi sana ina dhamana, karibia yote ina dhamana ambayo inatolewa na mataasisi mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Isipokuwa tu ambao kuna mikopo ambayo inakuwa haina dhamana ya moja kwa moja. Mfano mkopo wa mshahara kwa watumishi wa umma. Mkopo wa mshahara kwa watumishi wa umma ule tunasema hauna dhamana. Japokuwa watu wengi wanaamini ya kwamba ule mshahara ndio dhamana. Hapana, mshahara huwezi kuwa dhamana. Kwa sababu mshahara unalipwa kwa kufanya kazi. Kwa hiyo unatoa ile leba, then mwisho wa mwezi mwajiri anakulipa ujira wako, kwa maana umeusotea ndani ya mwezi mzima. Kwa hiyo ule hauwezi kuwa dhamana. Chukulia umeacha kazi au umeachishwa kazi kwa namna yoyote ile, na una mkopo na ulikopea na unakatwa kwenye mshahara. Je, ile inakuwa dhamana kivipi? Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mkopo wa mshahara ni mkopo ambao 100% hauna dhamana, na wanapewa watumishi wa umma kwa sababu sio rahisi kufukuzwa kazi na sio rahisi kuacha kazi. Kwa hiyo wameangalia riski, wakakuta riski yake iko ndogo, ndio maana wanautoa. Mikopo mingine yote iliyobaki ina dhamana. Mikopo ya biashara ina dhamana. Watu wanaweka majumba, watu wanaweka magari yao, watu wanaweka viwanja. Lakini kuna mikopo inatolewa na makampuni mengine ya kutoa fedha, wenye dhamana zake inakuwa ni vitu vya ndani, TV, meza, kabati, friji, kitanda, ambapo sasa ukishindwa kulipa basi watu wanakuja wanachukua. Kwa hiyo mkopo pia unajumuisha na dhamana. Lakini kitu kingine ni lengo la mkopo. Lengo la mkopo tutalizungumzia hapo. Lengo la mkopo linasema tu hiyo fedha unakopa unaenda kufanyia nini. Nakopa milioni 5, unaenda kununua mzigo, Kariakoo nije niweke dukani kwangu niuze. Kwa lile ndio linaitwa lengo la mkopo. Na lengo la mkopo ni muhimu kwa sababu mkopeshaji ili aone lengo unalotaka kukopea, je, lina tija au halina tija. Mfano sema nakopa labda niende mfano tu, nakopa milioni 5 niende nikanunue silaha. Sasa naangalia wewe unaenda kununua silaha, watu yani utapata manufaa gani na hiyo silaha? Kutishia watu kwa lile lengo unakuta na kukatalia na kwambia bana. Kwa hiyo mkopo utaopewa, lengo litakuwa limesema unaenda kufanyia nini. Lakini kuna mkataba. Kitu cha 6, kuna mkataba wa mkopo. Kwa mkopo wote ule unaokopa kunakuwa na mkataba. Na ni muhimu ya kwamba wewe kama umekopa mkopo fulani, hakikisha unakuwa na nakala ya mkataba. Nakala ya mkataba ndio itakusaidia kujua wajibu wako wewe kama mkopaji na wajibu wa mkopeshaji. Utajua riba, utajua vitu vingi ambavyo tumevizungumza hapo awali, utavikuta ndani ya mkataba. Hivyo basi wakopaji wengi changamoto yao kubwa mkataba huwa wachukui. Kiasi kwamba hata ikitokea shida wanakuwa wanakosa, yani wanakosa sehemu ya kuanzia. So hata ukienda kufungua kesi watakwambia ulete mkataba, kwa sababu lazima ndio iwe point ya kuanzia. Uangalie mkataba ulisemaje. Je, vitu vimefanyika kwa mujibu wa mkataba au vitu vimefanyika
kimakosa ili uweze kusaidiwa hata kisheria. Kwa hiyo mkataba ni wa muhimu sana. Mkopo unajumuisha na mkataba. Usije ukaacha mkataba wa mkopeshaji. Chukua nakala yako na ukae nayo, itakusaidia. Lakini mkopo pia kuna habari za marejesho. Rejesho ni kiasi cha fedha ambacho utakuwa unakilipa kila mwezi, utakuwa unakilipa aidha kwa wiki, utakuwa unakilipa kwa siku, utakuwa unalipa kwa robo mwaka, kwa nusu mwaka, au kwa robo tatu ya mwaka, au kwa mwaka mara moja. Itategemea wewe na huyo mkopeshaji wako mmekubaliana mlipane kwa namna gani. Kitu cha 8, gharama za mkopo. Mkopo una gharama ambazo hizi gharama za mkopo kwa wakopeshaji wengi, zingine zinatofautiana kutokana na taasisi, lakini wengi wanakuwa na ile gharama ya maombi ya mkopo. Wazungu wanaita loan processing fee, gharama ya kuprocess ule mkopo wote ambao unakuwa katika pasenti ya kiwango ambacho kitapitishwa au kitakubaliwa. Kama umeomba milioni 5 ikakubaliwa 4, basi ile milioni 4 ndio itakatwa hiyo gharama ya maombi ya mkopo. Na maombi ya mkopo ndani, hiyo gharama ya maombi ya mkopo ndani yake kuna VAT, kwa sababu wakopeshaji wengi wamesajiliwa kama wamesajiliwa kwenye VAT. Lakini pia kuna bima ya maisha. Wakopeshaji wengi wanawakatia bima watu wanaokopa. Yaani kesi ikatokea mtu kapata ulemavu wa kudumu na hawezi tena kufanya kazi au amefariki, basi bima ilipe ule mkopo wote. Ikishaulipa ule mkopo wote ili mali zirudi kwa familia, then familia iendelee na mambo mengine. Hayo ni kwa uchache sana kuhusiana na mambo ambayo yanaunda nini? Yanaunda mkopo. Hivyo tumegusa vichache, lakini viko vingi. Na vingi vinapatikana sana kwenye mkataba. Pale ukisoma kwenye mkataba utakutana na vitu vingi sana, utaelewa sasa mkopo unahusisha nini na nini. Classification of loans au mgawanyo wa mkopo. Tunasema mkopo umegawanyika katika makundi mawili. Mikopo hii mingi ambayo inatolewa na taasisi za fedha ambazo tunazo imegawanyika katika makundi mawili. Mikopo inayotolewa kwa dhamana wanaita secured loans, na mikopo inayotolewa bila dhamana yeyote, unsecured loans. Mkopo unaotolewa kwa dhamana maana yake inamaanisha ya kwamba unapewa mkopo lakini unaweka mali yako rehani. Inaweza ikawa nyumba, gari, mashine, itategemea tu mkopeshaji anapokea dhamana ya vitu gani. Unaweka rehani dhamana yako. Na ile mali yako unaiweka rehani, maana yake ya kwamba unamdhihirishia mkopeshaji ya kwamba hii fedha ninayoikopa nitailipa. Ndio maana ya kuweka ile is a commitment. Sio kazi ya mkopeshaji kudili na ile mali. Yeye lengo lake la kwanza ni wewe kama mkopaji ulipe ule mkopo. Hizo habari za mali zitakuja baadaye, lakini ikatokea umeshindwa kabisa kulipa, kwa namna zote umeshindwa, basi mkopeshaji kutokana na nyaraka mlizosalimishana mikataba hiyo, basi utakuwa umempa mamlaka ya yeye kuuza ile dhamana. Ndio maana unaonaga nyumba zinapigwa mnada. Ukishaona tu nyumba inapigwa mnada au tangazo linapita, si utakuwa na mauzo ya nyumba na nini na nini, jua ya kwamba huyo mkopaji ameshindwa kulipa ule mkopo. Kwa hiyo ndio maana nikasisitiza mwanzo ya kwamba unapoamua kukopa kuwa makini sana, kwa maana usipokuwa tu makini, kwa hakika unaweza kupoteza mali. Mikopo aina ya pili tumesema ni mkopo ambao inatolewa bila dhamana yeyote. Ni mkopo ambao unatolewa bila dhamana. Mfano nilizungumzia mkopo wa mshahara hapo awali. Mkopo wa mshahara ni mfano mzuri sana wa mikopo ambayo inatolewa bila dhamana. Na watumishi wengi wa taasisi za umma lakini na taasisi binafsi wamenufaika sana na hii mikopo. Lakini pia kuna mikopo hiyo ambayo ya vikundi inatolewa huko na visakosi, vikoba. Ile yote
inakuwa haina dhamana. Japokuwa siku hizi vikoba navyo vimeanza ku-upgrade kwenda na kwenye dhamana, lakini mingi ilikuwa inatolewa bila dhamana. Mikopo ya halmashauri ile 10% ilikuwa inatolewa bila dhamana. Hiyo ni mifano tu ya mikopo ambayo inatolewa bila dhamana. Kwa mikopo ambayo tunayo imegawanyika katika hayo maeneo mawili. Aina za mikopo. Kiukweli kama Tanzania au wakopeshaji ambao wanapatikana Tanzania wanatoa aina mbalimbali za mikopo. Hapa nitagusia baadhi tu ya mikopo. Unaweza kusema mbona katika mikopo ambayo ulisema labda huwa ukusemwa. Inaweza kuwa tu sikusema, lakini haimaanishi sio aina. Kuna aina nyingi sana za mikopo. Kwa hapa tunaenda kugusa kwa uchache kabisa baadhi ya aina za mikopo. Namba 1, mikopo ya vifaa. Wazungu wanaita asset financing. Unaenda kukopa lakini upewi fedha. Kama unakumbuka kwenye maana yetu tulivyopita kule mwanzo. Unaenda kukopa, unapewa trekta, labda unataka gari, unapewa gari. Then lile gari basi thamani yake inaandikwa katika mkataba, then unalipa kwa ambavyo mmekubaliana. Kuna mikopo ya biashara, wafanyabiashara wengi wanakopa, kuna mabenki na mataasisi mbalimbali. Mikopo ya bima za magari. Wakopeshaji wengi wamekuwa ni mabroka wa makampuni ya bima. Hivyo basi wametengeneza aina ya mkopo kuwezesha watu kulipia bima full, alafu wenyewe wanaanza kurejesha taratibu. Kwa maana mkopeshaji anailipa ile bima full, anakukatia, alafu wewe unamlipa taratibu. Kwa mikopo ya bima, na watu wanajihusisha na usafirishaji wananufaika sana. Maskania, masemi yanayobeba mizigo mengi yanakuwa na ile comprehensive insurance, bima kubwa ambayo ni gharama kidogo kuafford kulipa milioni 10, milioni 8, inakuhitaji kidogo upate support. Kwa hiyo mikopo inapatikana kabisa kwenye mataasisi ambayo yanatoa fedha. Lakini tuna mikopo ya nyumba, tushasikia inaitwa mortgage. Unajenga jengo mpaka linakamilika au renovation, na tunaona hata ukipita mjini utakuta jengo linajengwa pale afu kuna kibao mbele. Unaenda tu unasoma kile kibao, utakuta pale kimeandikwa financer anayewezesha ni nani. Unaweza kukuta pale jina ya taasisi, jina la taasisi ambayo inawezesha huo ujenzi. Kwa utajua tu huyu amechukua au huyu anawezeshwa na benki fulani. Kwa kuna mikopo hiyo inaitwa mortgage na inakuwa na muda mrefu sana yenyewe. Lakini kuna mkopo unaitwa overdraft. Overdraft wafanyabiashara wengi wanaitumia sana, ambapo tu wenyewe mkopeshaji anakuongezea uwezo wa kutoa hela nyingi zaidi. So hizi akaunti zetu ambazo tunatumia zinakuwa zimelimitiwa. Kwa mfano savings unakuta pale ni 10,000 haiwezi kutoka. Labda kukiwa na 15,000 unaweza kutoa 5,000, ile 10,000 inakuwa imewekewa limit. Huwezi kutoa ikapungua hapo. Lakini sasa mkopo anapokupa maana wanakuongezea limit. Unaweza ukadraw mpaka labda milioni 15, itategemea mlivyokubaliana, na mfano milioni 30. Kwa maana yake account yako una draw unatumia milioni 30, ule ni mkopo, na ni mkopo wa muda mfupi sana. Mkopo wa mwaka mmoja. Tutaigusia baadhi ya mikopo ambayo ni mizuri na tutaelezana na faida zake. Kuna mkopo wa kidigitali, tunaita digital loans. Mkopo wa kidigitali, digital loans, sasa hivi zimekuwa zinatangazwa sana. Ukishika hata simu yako tu, umewasha bando, utaona tu kama message kanaingia kanakwambia kopa faster. Namba ya NIDA tu, ile ni mfano wa mikopo ya digitali. Lakini tuna mikopo kama ya Nivushe, Songesha, ile yote ni digital. Unabonyeza tu pale 150 anakuambia hauna salio la kutosha, songesha, unasongesha, unapata fedha. Simple like that, unafanya tatua mambo yako then unalipa. Kwa hiyo mikopo nayo imekuja na tunaona mabenki yanaendelea kuiboresha zaidi. Wengine wanatoa paka salary advance
kwa kutumia aina hii ya mkopo, digital loan. Lakini pia tuna mkopo wa mshahara kwa watumishi na inatolewa na mataasisi mengi tu. Kuna mkopo wa kilimo kwa wale wakulima wa mazao mbalimbali. Kuna mkopo wa kikundi na mikopo mingineyo mingi tu ambayo inatolewa na mabenki. Lakini kuna mikopo ya nishati safi sasa hivi inakuja. Watu wanajihusisha na biashara za masola na zinazofanana hizo tunasema nishati safi ni zile nishati ambazo zinapunguza uharibifu wa mazingira ili binadamu aweze kunufaika na haya mazingira ambayo tulionayo. Kwa hiyo pia kuna hiyo mikopo na mataasisi mengi yanatoa. Kwa hiyo hii ni baadhi ya aina za mikopo. Na ni muhimu sana ukaelewa unakopa mkopo gani, una masharti gani, riba zake zikoje, itakusaidia sana. Kwa hiyo hizi aina zote za mikopo ambazo nimezigusia, kila mkopo una features zake. Kila mkopo una riba zake. Kwa mkopeshaji anakuwa amepanga na anatoka utaratibu gani. Kila mkopo unakuwa na utaratibu wake. Kwa ni vizuri sana ukaelewa utaratibu wa mkopo husika kabla ya kuanza kufanya mambo mengine. Itakusaidia sana katika kuokoa muda. Faida za mkopo. Faida kubwa ya mkopo ya kwamba ni kukupa uwezo kifedha. Kukuwezesha kuwa na uwezo kifedha wa kutanua wigo wa biashara yako. Una tawi moja hapa Iringa, unataka ufungue lingine Njombe, au una tawi Dar es Salaam, unataka ufungue Morogoro. Basi kwa kupitia mkopo unaweza ukapata huo uwezo wa kufanya hiyo shughuli. Lakini pia kuongeza mzigo katika biashara yako. Working capital. Aina ya mkopo unaitwa working capital. Kuongeza mzigo. Wafanya biashara wanaofanya biashara za vyakula, wanaofanya biashara ya mazao, wananunua mazao, anakopa ili anunue mzigo mkubwa zaidi, then auze, apate fedha, alipe mkopo na maisha yake mengine yaendelee. Lakini kununua magari hasa kwa wasafirishaji wanakopa fedha, wananunua magari au wanakopa, wanapewa hilo gari, wanalipa taratibu. Lakini pia kuna kujenga majengo ya biashara. Tunaona majengo katika miji mbalimbali Tanzania, magorofa yanaota yanajengwa. Ukisoma tu kile kibao unakuta financer ni taasisi fulani ya fedha, unajua kabisa hizi ndio faida za mkopo. Kwa wanajenga, wanamaliza, wanapangisha, watu wanaanza kuingiza fedha. Kwa hiyo manufaa ya mkopo ni kukupa uwezo. Lakini sasa huu mkopo ambao tunajifunza kwamba una faida na watu tunaangalia faida zaidi kuliko mambo mengine, una hasara. Hasara za mikopo kwa kweli au za mkopo ni mbaya, na zisikie tu kwa mtu mwingine, usiombe zikakutokea wewe. Ni mbaya sana. Ni mbaya kweli. Moja ya hasara ya mkopo ni kufilisika. Kuna watu wamefilisika kwa sababu ya mkopo. Inawezekana unamjua kabisa. Uzuri tunaishi kwenye jamii ambayo watu wanafanya biashara, wanakopa, wanafanya nini, tunawaona. Na unakuwa na ninaamini ya kwamba utakuwa na mfano mzuri wa mtu ambaye amefilisika. Kwa hiyo usicheke, hizo ni hasara za nini? Za mkopo. Kufilisika, unapoteza mali. Kwa kuna watu wameshapoteza nyumba zao walizokuwa wanaishi, saizi wamepanga somewhere kwenye kichumba huko. Kwa nini? Kwa sababu ule mkopo ambao aliukopa hakuutumia vizuri. Kumbuka mwanzo tulisema nidhamu binafsi ya fedha pamoja na nini? Na maarifa sahihi. Usikute katika vile vitu viwili kimoja alikuwa hana. Labda hana nidhamu ya fedha, amekopa, badala aweke kwenye biashara akaamua kidogo ende kula bata kidogo Dubai. Kwa ule mtu mwisho wa siku atashindwa kulipa, anakuja anapoteza mali, anafilisika. Kwa alikuwa na nyumba yake, anaenda kupanga, amefilisika. Na watu kweli wanafilisika. Lakini pia unaweza kufa kutokana na pressure ambayo itatoka kwa mkopeshaji pia na jamii. Jamii itakuwa na kutazama vibaya, huyo ameshindwa kulipa, anadaiwa. Ile pressure, mawazo, unashangaa mtu anakufa. Wengine wanakufa tu kwa sababu ya pressure ya kudaiwa, ameshindwa kulipa. Unaweza kupoteza uhai kabisa. Lakini pia inachangia sana katika chanzo na tatizo la afya ya akili.
hapa nikija hapa kwenye kufa, mifano tunayo. Tunaona watu wanajinyonga, labda ameshindwa kulipa 5,000 na nini na nini. Yote ni madhara ya nini? Ya mikopo. Na mifano tunayo. Hata tukiangalia mtandaoni, angalia watu waliojiua kutokana na fedha. Japokuwa takwimu zinasema wengi wanaojiua ni wanatokana na mapenzi, lakini kuna element ya mikopo ndani yake. Kuna watu wanajiua kutokana na nini? Na kushindwa kulipa hii mikopo. Mikopo ikawasumbua, mwisho wa siku akaona sasa kwa nini niendelee kudhalilika? Si bora nifanye nini? Nijiue. Basi mtu anachukua kamba anajitupia. Kingine nikasema ni chanzo cha tatizo la afya ya akili. Ukweli kabisa, mtu anapata shida ya afya ya akili, msongo ule, pressure, jamii na mtazamaje. Watu wanapita wanatangaza nyumba fulani inauzwa na nini. Yale mambo yote ambayo yanafanyika au mkopeshaji anayafanya ili aipate fedha yake, yanamuathiri moja kwa moja mtu ambaye amekopa. Hatimaye huyo mtu anapata changamoto ya afya ya akili. Na kweli na wapo anakuwa na tatizo la afya ya akili pasipo kujua ya kwamba yanaweza kumletea madhara makubwa zaidi ya hiyo. Kwa hapa inapelekea watu wengine wanajiua na nini, lakini pia inachangia hiyo afya ya akili. Lakini pia unaweza kufungwa. Kuna watu wamefungwa kwa kushindwa kulipa mkopo. Unaweza kuwa labda moja kwa moja katika jamii ambayo upo, labda hujaona mtu akifanyiwa hivyo. Lakini inawezekana kabisa kufungwa kwa sababu mkopaji pamoja na mkopeshaji waliingia makubaliano, wakasainishana mikataba. Kwa hiyo akikiuka yale masharti ya mkataba, mkopeshaji anaweza kwenda mahakamani akafungua kesi na akaiomba mahakama ikufunge, na unafungwa, na sheria zipo kabisa. Onana na wanasheria, watakuelezea ni kwa namna gani unaweza kufungwa ukicheza na hii mikopo. Mikopo tusizoee. Lakini pia hasara nyingine, unaharibu historia yako ya ukopaji na kuwa kwenye mazingira ya kutokukopesheka tena kwa muda mrefu, miaka 7, 8, 9 mpaka 10 ukopesheki. Unategemea utafanya nini katika hii dunia? Kwa sababu fedha hii ya mkopo inasaidia sana katika biashara zetu, katika maisha yetu na katika miradi mbalimbali ambayo tunajihusisha ili tuzalishe fedha zaidi. Lakini kutokulipa vizuri au kushindwa kulipa kabisa unaharibu historia. Kuna mfumo upo maalum kabisa ambazo taarifa zako zinawekwa. Na taarifa zako ikishawekwa kule, wewe ni mkopaji usiyelipa. Yani huna tabia ya kulipa. Automatically kila utakokwenda kukopa utakataliwa kwa sababu ile imeshaonekana. Na zile taarifa zinakaa muda mrefu sana. Sasa je, unaweza kujifunga miaka 7, 8, 9 bila kuweza kutumia hii fursa? Kama hutaki, tafadhali unapotaka kukopa kuwa makini. Mkopo ni mzigo. Mkopo ni mzigo. Mkopo ni mzigo. Nimerudia mara 3 ili uweze kuelewa vizuri. Na kama mkopo ni mzigo, ni lazima wewe kama mkopaji ujipange sana, ujitathmini, ufanye mahesabu ya kutosha. Japokuwa ukisema mahesabu atakwambia kwa nini mimi ni msomi? Hapana, hata wewe katika level ulionayo piga mahesabu ili uandae mpango mzuri wa kulipa. Ukiwa na mpango mzuri wa kulipa, mkopo sio mzigo. Maana utakuwa ni mzigo ambao unaweza kuubeba. Mfano una kilo zako, labda una kilo 70, kubeba kilo 10 sio tatizo, unaishika tu hapo unatembea nayo. Kwa ukicheza na mahesabu vizuri, ukaweka taarifa vizuri, basi mkopo utaenda kucheza nao tu vizuri bila shida. Lakini ukikosea hapo, huo mkopo utabadilika, utakuwa ni mzigo mzito zaidi. Kama una kilo 50 alafu unabeba mzigo wa kilo 80, utakushinda tu. Kwa hiyo hicho ni cha muhimu sana. Kuwa makini katika kukopa. Usione fashion.
kwa maana mkopo ni kama panga linalokata kote. Kwa maana usipokuwa makini litakukata. Ukiwa makini utaweza kulitumia vizuri. Ukijifunza maarifa yale mazuri, maarifa sahihi, ukawa na nidhamu, hakika utaweza kuitumia hii fursa vizuri sana. Lakini hivyo vitu ukivikosa, ule mkopo utakuumiza, kwa maana utaharibu na utapata baadhi ya hasara ambazo tumezisema. Hizo ufilisike, msongo wa mawazo, pressure, kifo, au kuharibu sifa, ukae miaka kadhaa bila kukopesheka, na maana unakuwa huwezi kufanya shughuli zingine za maendeleo. Kwa ni hatari sana katika maisha yetu ya hapa ya kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Hivyo basi, mada zitakazofuata tutazungumzia kitu kimoja kati ya summary ambayo niliitoa, ile ya vitu ambavyo vinaunda mkopo. Riba tutaizungumzia kiundani kabisa ili uelewe. Nikusihi subscribe katika channel hii ili napoweka somo uwe wa kwanza kulipata. Lakini kama unaona ya kwamba hii au haya maarifa ni ya muhimu sana kwetu sisi ambao binadamu tunaoishi katika hii dunia hii, nikusihi share katika magrupu, share linki katika sehemu mbalimbali, lakini wakumbushe waweze kusubscribe. Kwa sababu hii ni elimu ambayo unaenda kuipata bure, huilipi, na ni ya muhimu sana. Nitazungumzia mikopo kiundani, hivyo usikose. See you at the top.